Bana, habari za kijamii, siasa, burudani, habari za udaku, michezo, yote hayo unajipatia kupitia Biomedia. Sehemu pekee ambayo utakutana na official Rosely na ni mhabarishaji. Karibu sana, nikwambie leo tutangazia taarifa ambako Makonda anaonekana kutonesha vidonda vya Watanzania mara tu baada ya kugusia kifo cha hayati Magufuli. Taarifa hii leo tutaiangazia moja kwa moja ambako ninaanza na nukuu. Anasema tulishindwa kumlinda hayati John Joseph Magufuli kwa maombi, tutamlinda Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya ni maneno ambayo nimeanza kwa kuyanukuu ya mgombea sasa nafasi ya ubunge katika jimbo la Arusha mjini, anafahamika kwa jina la Paul Christian Makonda, akiwa anamlinda Rais Samia kwa kumnadi kwa Watanzania wenye mapenzi ya dhati na nchi yao na ambao wako tayari kumpigia kura Oktoba 29. Na Makonda aliweza kuyasema hayo katika mkutano wa hadhara ambao ulifanyika Bariadi mkoani Simiyu, akiwa katika ziara ya kuhamasisha wananchi basi waweze kujitokeza kwa wingi kushiriki mkutano mkuu wa kampeni za CCM ambao utafanyika katika mkoa huo wa Bariadi. Na alizungumza kwa hisia kali sana. Makonda akasema kwamba wapo watu ambao wamekuwa pia wakirudia tabia zile ambazo walizifanya wakati wa uongozi wa hayati Dr. Pombe Joseph Magufuli, kwamba wanatoa maneno ya kejeli, kashfa kwa viongozi ambao wanatumikia taifa kwa uadilifu. So katika nukuu yake anasema wale waliomtukana Magufuli kwa kufanya kazi kwa bidii, leo ndio hao wanamsema Dr. Samia vibaya. Wanania moja, kumvunja moyo, kumkatisha tamaa na kuleta hofu kwa wale wanaopenda maendeleo. Hatuwezi kukaa kimya, tunapaswa kumlinda mama yetu Dr. Samia. Ni maneno ya Paul Christian Makonda akishangiliwa na mamia wananchi waliohudhuria katika mkutano huo huko Bariadi mkoani Simiyu. Bana, Makonda aliweza kuongeza pia kuwa uongozi wa Dr. Samia umeweza kujikita katika kujenga taifa lenye umoja, ustawi wa kijamii na uchumi ambao utakuwa ni shirikisho na wapa fursa vijana pamoja na wanawake kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kwa jumla. Lakini pia anasisitiza kwamba upendo na heshima kwa kiongozi huyo ni jambo la msingi sana, kwani kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita amethibitisha kuwa yeye ni kiongozi mwenye dira, subira pamoja na busara kubwa katika kuongoza taifa la Tanzania. Na kwa nyingine anasema tunatakiwa tuunge mkono jitihada zake kama alivyojenga misingi ya utulivu, amani na maendeleo. Ni wajibu wetu pia kuhakikisha anaendelea kuaminiwa na Watanzania wote. Aliongeza maneno hayo bwana mkubwa Makonda akimaliza hotuba yake. Makonda aliwataka wananchi wa Simiyu na Watanzania kwa jumla kuweza kujitokeza kwa wingi katika mikutano za kampeni za CCM, akisema kwamba ni wakati wa kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika safari ya kulinda na kuendeleza mafanikio ya taifa. Kauli hii ya Makonda imeendelea kuibua mijadala katika majukwaa ya kisiasa na mitandao ya kijamii. Tunaona huku wafuasi wa CCM wakipongeza pia ujasiri wake na wengine wakitazama hotuba hiyo kama ishara ya kuimarika kwa umoja ndani ya chama kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Bana, siku zinaendelea kuyoyoma kuelekea hivyo tunaendelea kujipanga. Mambo yatakuwaje tarehe 29? Update ni shazi sana, endelea kutufuatilia bila kukosa taarifa mbalimbali.